Okay, Shabani, hili katika siku ya Simba Day pale viongozi walitangaza rasmi kwamba hamjamaliza usajili, na ukiangalia bado siku mbili dirisha la usajili ambalo liweze kufungwa tarehe 15. Maneno ni mengi kuhusiana na Faisal Salum Abdallah kwamba akihusishwa na wekundu wa Msimbazi, na baadhi ya wachambuzi wakisema ya kwamba tayari Simba washamalizana na Fei, bado tu kumtangaza. Kupitia andiko la Zaka Zakazi, afisa habari na mawasiliano wa Azam FC, katika andiko lake pale mwisho tuliona aliandika kwamba endeleeni kuwalipa hao wachambuzi wawadanganye kwamba Simba tayari wameshamsajili Faisal Salum Abdallah, kwa maana ya kwamba Faisal ataendelea kuwa ni mchezaji wa Azam FC. Nyinyi kwenu mashabiki, na kwa jinsi mlipokuwa na hamu na Faisal katika kosti yenu imekaje? Mimi nadhani usajili wa klabu ya Simba unafanywa na viongozi wetu pamoja na kushirikiana na mwalimu. Simba wanahitaji wachezaji wengi tofauti na Faisal Salum, na kuna wachezaji tushasajili nadhani kwenye dirisha dogo wachezaji 6, lakini bado wamesema kuna usajili wa kuongezea nguvu wachezaji wengine. Sasa kama kwenye issue ya usajili kuna mchezaji Faisal Salum, kuna mchezaji mwingine, kuna mwingine nadhani siku bado kama 2 ili usajili ufungwe. Wakati ukifika tutajua mchezaji gani alihitajika na nani tulimkosa kwa sababu gani, na mchezaji gani kapatikana kuja kwenye timu yetu ya Simba. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi niseme hilo niwachie wao, lakini tunahitaji wachezaji ambao watakuja kupambania klabu yetu kwa moyo mmoja, na wachezaji waliokuwa na viwango, sio kupambania kama vile labda kwa nguvu wakati uwezo una. Upambanie ukiwa na kipaji cha mpira na ni mchezaji uliokuwa bora, uje tuhakikishie wana Simba tunapata matokeo yaliokuwa sahihi. Usajili wa Faisal unaona itakuwa ni comeback ya maana kwa watani zenu? Mchezaji mzuri, hamna klabu yoyote isiyohitaji huduma Faisal Salum. Kwa hiyo kama atakuja kwenye klabu yetu wana Simba tutafurahi, na ni mchezaji bora na sio mchezaji mgeni, mchezaji Mtanzania. Kwa hiyo tutaongeza idadi kwenye wachezaji wa Tanzania waliokuwa bora, ukishangalia na wale tuliokuwa nao. Usajili wake na timu yetu, kila mchezaji ajue kwamba jukumu la kupambania klabu yetu kitu gani. Dumbia ana ubovu huo. Waendelee kumpa muda na Simba. Acheze mpira, hajapata nafasi. Kwa sababu mipira yenyewe watu hawaamrishi yule namba 9. Dumbia jana alikuwa anasaidia kukaba. Au ndiye mwangalie mpira? Asi ndio alikuwa anakaba wachezaji wenzake. Sala kaba alikuwa anakuja chini anamsaidia mpaka kwa upande wa Kagoma. Dumbia kwa mpira ngapi kashavuka ile mstari wa kati, anakuja kusaidia Martin katika upande wa Simba wa beki. Mara ngapi kama umeangalia mpira? Tuzungumze mpira, msimchukie mchezaji. Sio maana tuzungumze mpira. Sasa mimi labda hayo yote kwa yote. Mechi ya jana imepita, ila niwaambie viongozi wetu wasipojirekebisha hatutoboi. Jamani, moja ya interview ya Murtaza Mangungu alizungumza kwamba na kawaanilisha hakuna ugomvi kati ya viongozi na viongozi wa Simba. Unafikiri kwa nini atumie nguvu kwa nini kwamba hamna ugomvi hadi tunaona sasa? Sasa wewe dada, mimi sina dili timamu. Wewe ukiniambia hivyo mimi naweza nikakuamini? Au wewe mwandishi wetu wa dili timamu? Wewe unaamini kwamba kwenye Simba hakuna ugomvi? Sasa tena kwa nini wewe uamini maneno yake? Hatangaje anajiongelea mwenyewe. Mimi sema sisema anajiongelea mwenyewe. Anajiongelea mwenyewe kwa sababu kama unasema ugomvi hakuna, umeitisha mkutano ambao viongozi wengine hawajui. Je, huo sio ugomvi baina yenu? Hamna kiongozi mkubwa wa Simba naye atakanusha? Hakuna. Je, huo sio mgogoro? Huo sio mgogoro. Sasa mpaka mtu aje akukutesikia kwamba mgogoro. Kuna vitu vingine sisi tunaviacha kwa sababu klabu tunaipenda katika nafsi zetu. Umeona hilo? Sisi tunaipenda hilo kuliko mtu yote. Ndio maana tunanyamaza kimya kwa kuepusha migogoro. Hatutaki kusema, tunawaambia wajirekebishe. Wanatuumiza sisi mashabiki wao, wanamuumiza mwekezaji aliyewekeza pesa nyingi katika jezi. Jezi haziuziki kwa sababu ya migogoro yao. Na kama viongozi wa Simba wana migogoro na nyinyi mashabiki ni kama pia mgawanyiko na mweleo ndio kuna mwingine yuko upande wa huyu na mwingine upande wa huyu. Mmeshindwa kuwa mmoja kwa mashabiki. Ndio maana nakwambia mzazi akiwa hayuko sawa kwenye familia inatetereka. Wao ndio wazazi. Wanaonesha picha gani hapa katikati? Ndio maana nakwambia leo angalia katikati. Huyu yuko upande wa Magoli, huyu yuko upande wa Mangungu. Tunaenda kucheza dabi. Mfanyabiashara mzabuni katoa jezi mpya, mtu atanunua jezi.
Waache hivyo vitu, waiangalie logo ya klabu ya Simba, asiangalie maslahi yao binafsi. Wanaumiza mashabiki wao. Jana watu wamelia, mimi mwenyewe nimepanda boti, watu wanalia mpaka Dar es Salaam. Na jana nilikuwa Zanzibar, nimerudi leo, najiandaa naenda kuelekea Bukoba. Hawana huruma. Wasiangalie maslahi yao, waangalie klabu yetu. Wamekuja katika klabu sio kwa maslahi yao, wamekuja kwenye klabu yetu kwa sababu ya logo ya klabu ya Simba. Mbona wathamini logo? Wanajiangalia wao. Waache hivyo vitu bwana, wanatuumiza. Mimi nikwambie tu, kama wataendeleza majukumu yao wanaoyafanya, kama wataendeleza hivi vitu vyao vya ajabu kwa maslahi yao binafsi, kama wataendeleza migogoro yao kwa kuendekeza vitu vyao hivyo vya ovyo, wallahi bilahi, kuna wakati tafika tamatishana, tutaisusa hiyo klabu ili tukae pembeni, baki robo tu, tuseme Simba timu yetu. Muda wao ukiisha, tutajua watu wengine tutajipanga nao vipi. Tumechoka. Tutarajia Albadiri kwa mara nyingine tena au hamshtaki raundi hii? Albadiri tutafanya na zinafanyika, hatuna haja ya kupiga makelele, lakini tuseme tu wanachokifanya tunachukizwa nacho. Yaani wajue kabisa kwamba tunachukizwa nacho, kwa sababu wakati ni ukuta. Tunaharibu muda wetu kwa kufuata Simba. Kuna watu wanaharibu muda wao kwa maslahi, wanatuchosha, tunaumia. Wanatakaje? Hatupendi hiyo hali. Sisi sio watu kutukana ovyo. Leo tunatukana kila Yanga, hata wakiwa hawana kocha wanatufunga. Unakubaliana na hilo? Kama mtu katoka huko anaenda kumchukua mchezaji katika kambi yako saa 5 usiku, unamfungaje Yanga? Na mlimtazama kwenye screen huyo mchezaji. Wanatuchosha bwana. Mimi nikwambie tu wanatuchosha, lakini niwaambie tu wana Simba, wakati utafika tutakaza. Mashabiki wanahamasishana kwamba wanataka mkutano wa dharura na kesho wamedai kwamba wanataka kwenda kutuma barua kwa mkoa wa dharura kwa mkoa pale. Wafuate utaratibu. Nadhani hata kikatiba ipo. Wafuate utaratibu, na mkuu wa mkoa sio sehemu sahihi ya kujiorozesha, kwa sababu lile sio jambo la serikali, ni jambo la kikatiba la klabu ya Simba. Simba kuna matawi, Simba ina wanachama waliokuwa halali. Waende kwenye matawi yao, watengeneze utaratibu, waombe mkutano utafanyika. Mkuu wa mkoa kikatiba ya Simba hata kusaidia lolote. Yaani mimi labda nizungumze tu ukweli. Yaani hata kusaidia lolote. Tufuate utaratibu, tuchukue katiba zetu tusome. Kama mtu hana katiba aje hapa achukue kwangu, aende kuipitia, atajua maana mkutano mkuu unaombwaje na unaenda kuomba kwenye sehemu gani na inatakiwa kuna mahitaji gani utimize. Kwa hiyo mimi nadhani mambo si ya mkuu wa mkoa, sijui twende. Mimi nadhani kwa upande wangu wala haitokuwa na nguvu. Kinachohitajika lazima tuweze kutambua kwamba kuna utaratibu rasmi wa kuhakikisha wanachama klabu ya Simba wanajiorozesha, wakifikia hiki inayotakiwa waende kuomba mkutano mkuu wa kihalali. Mkuu wa mkoa hataweza kusaidia kwa sababu yeye hausiani na hilo.